ilikuwa juu ya mtumishi wa Mungu Ezekieli, naye akachukuliwa nje katika roho Bwana, akawekwa chini katikati ya bonde lililojaa mifupa, akapitishwa karibu nayo pande zote. Na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika uwanda ule, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Kisha akaambiwa, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Naye akajibu, Bwana Mungu, wewe wajua. Mifupa mikavu kaikadiria, kwa jina la Yesu mifupa ikaifuka tena. Mifupa mikavu Mifupa mikavu kaikadiria, kwa jina la Yesu mifupa ikaifuka. Akamwambia mtumishi wa Mungu Ezekieli, toa unabii juu ya mifupa, toa unabii juu ya mifupa, uiambie, enyi mifupa lisikieni neno, enyi mifupa lisikieni neno lake Bwana. Bwana Mungu aliambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia roho yangu juu yenu, nanyi mtaishi. Nami nitawawekeni katika nchi yenu, mtajua mimi ndiye Bwana, Bwana Mungu wenu. Nimesema hayo na kuyatimiza, mtajua mimi ndiye Bwana. Nimesema hayo na kuyatimiza. Unajifunza nini katika mfano huu? Sikia. Umekuwa mbali sana na amani moyoni mwako, amani hakuna. Kazini kwako, amani hakuna. Kwenye ndoa yako, amani hakuna. Sikia, ipo suluhisho. Sasa inatosha, matatizo yako maneno Yesu yatakwisha. Oh, tabili, 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 tabili leo. Oh, tabili ye, tabili ye. Oh, tabili ye, tabili ye. Kwenye huduma yako, biashara yako, kwenye ndoa yako, familia yako, tabili ye. Adui ni wengi wanawinda roho yako, wanawinda roho yako, wanawinda roho yako, wanawinda roho yako. Mawazo ya mwili huwezi watambua, mawazo ya mwili hauwezi kuwajua. Wengine wamekula kigambo, hata kule Hosano wamepeleka jina lako, wamesitwa ili usifanikiwe, ili usibarikiwe. Hawajui agano lako na Mungu wako, hawajui agano lako na Mungu wako. Sasa inatosha basi, inatosha. Sasa inatosha basi, leo asikupite, asikupite, Mungu asikupite, asikupite. Anza na
mapishi yenu, angaeni mapema mapishi yenu.